sisi kwetu, hata kama umesoma unakusanya degree 2, 3 na zaidi, ni tabu kupata kazi ikiwa hujahiji. Ni ngumu sana ukaajiriwa ikiwa umekutana na mtu ambaye amesoma kama wewe, lakini mwenzio anayo certificate ya hija. Kwa nini? Akasema kwa sababu msingi mkubwa uliokuwa katika hija ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema mwenye kuhiji na ikawa hija yake ameifanya vizuri, basi huyu hana malipo isipokuwa pepo. Kila aliohiji anazingatia hadithi hii, hapendi kuichafua hija yake kwa kuiba, hapendi kuichafua hija yake kwa kula rushwa, hapendi kuichafua hija yake kwa kusema urongo, hapendi kuichafua hija yake kwa kufanya khiana. Kwa hiyo akiajiriwa, mwajiri wake anasema huyu atakuwa sawa sawa, kwa sababu pamoja na ujuzi wa alichokisomea na atakapofanya kazi hapa itakuwa analindwa na hija yake. Ukiyachunguza maneno haya ni kwamba sio kwamba atakuwa analindwa na hija yake, atakuwa analindwa kwa hofu yake ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie katika hapa. Ndio tukasema wiki iliyopita, narudia aya ile, na wewe ichukue kwa uzuri hii ukaifanyie kazi, uone kwamba namna gani utaepuka na kupiga kelele za vitu vidogo vidogo katika nyumba yako na hata majirani zako. Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi mlioamini jiokoeni nyinyi, lakini pia waokoeni na watoto wenu kuingia motoni. Mwenyezi Mungu akijalie sisi ni wenye kusikia maneno na tukafuata alokuwa mema. Miongoni mwa starehe watakazolipwa watu wa peponi ni kuwepo kule peponi pia na watoto. Ukisoma katika sura, kwa mfano suratul Waqi'a, utakuta Mwenyezi Mungu anataja atakayowapa waja wake kule. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin maqdudin wa talhin mamdudin wa dhillin mamdudin wa ma'in maskub wa fakihatin kathiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkaran urban turaban li ashabil yamin. Yani hayo kama tutaamua kufasiri moja baada ya lingine, utakuta Mungu anawalipa nini watu wa peponi. Na kabla ya hapo, uko nyuma alitaja kitu, akasema miongoni mwa vitu watakavyopewa watu wa peponi kuna wildanun mukhalladun. Wildanun mukhalladuna, yani watoto wasiokuwa, yani ni watoto milele. Sisi sote tulikuwa watoto, lakini sasa tumekuwa watu wazima. Lakini peponi kuna moja ya vitu vya ajabu, kuna watu Mungu amewaumba, ni malipo ya watu wa peponi, atawapa watoto watakaobaki katika utoto wao. Mwenyezi Mungu atujalie katika watu wa peponi. Kwa nini? Kwa sababu moja ya starehe ya mwanadamu ni kuwa na watoto, na ndio maana kila anapokuwa mtu mzima anaweka mwingine ili apate kumshughulisha kwa ule utoto wake. Ni ladha kubwa sana. Mwenyezi Mungu atujalie sisi ni wenye watoto wengi sana. Hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, tazawwajul waluda, uweni wanawake wenye kuzaa sana. Kwa nini? Fa inni mubahim bikumul umama yawmal qiyama, kwa sababu mimi, Mtume anasema, nitajifakarisha siku ya kiyama kuja na watu wengi. Sasa piga mstari hapa kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam analitaka kundi kubwa. Halipatikani kundi kubwa isipokuwa kuwa na watoto wengi, wakikuwa tunaweka watoto wengine. Aya tulioanza nayo katika hutuba ya kwanza, Mwenyezi Mungu anathibitisha hii. Anasema, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja,
Mwenyezi Mungu alikujalieni kutokana na nyinyi wenyewe mpate wenza, maana yake wake wa kuwaoa. Wajaala min azwajikum banina, lakini akajalia kutokana na watoto wake zenu watoto. Wajaala min banina wa hafada, na akajalia vile vile kupatikana wajukuu. Mungu ametujalia tupate wake wale watuzalie watoto, na watoto pia watuzalie vijukuu, vijukuu vituzalie virembwe, virembwe vituzalie vinyinginya, vinyinginya vituzalie vitukuu. Msururu namna hii. Ina maana gani? Ina maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazingatia jumui hizi, familia hizi. Hapa ninachotaka kukisema ili upate kukielewa vizuri, Mwenyezi Mungu anatutaka tuwe wengi na wake zetu na watoto zetu na wajukuu zetu na watakaozaliwa na wajukuu, alafu hapa duniani, na tukiingia kwake wote tuingie peponi. Pepo haitokuwa na raha ikiwa katika kundi hili mmoja tu yuko motoni. Kama vile wewe unavyokosa raha hivi sasa hivi umekaa hapa ukasikia ima mjomba wako au shemejio au mtoto wako yupo Segerea, wewe unafanya kazi mjini. Kila ukimkumbuka, hata kama utajisahaulisha, kuna kitu kinapita katika nafsi yako kinakunyima raha. Mwenyezi Mungu atutie peponi na watu wetu. Maal asafi shadid, kwa masikitiko makubwa, kutokana na watu kutoelewa ile ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara tulioitaja wiki iliyopita, na leo tumeiongezea. Leo bwana, kwa kutoogopa Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanatokea watu wanapata watoto, lakini majaribio yao ya ukatili wao ni watoto wao. Sio ajabu leo kusikia mtu kamuua mtoto wake, kama ile ambayo sio ajabu kusikia mtu kamuua mama yake. Sio ajabu leo kusikia mama kamuua mtoto wake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuulizwa kitu, nacho ni nini? Tuko darasani hapa kwenye hutuba namalizia. Aliulizwa nini hukumu ya mtu aliyemuingilia mkewe kisha spams zake akazimwaga nje. Maswahaba walimuuliza jambo hili Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kitaalamu linaitwa al-azlu. Al-azlu ni ile kumlenga ndege karibu unataka kumtungua risasi ukapiga juu. Ndio hiyo. Metaja watu wazima, nyie mnaelewa. Wote mnaelewa. Hii kwa Mungu ikoje? Mtu kumuindea mkewe wa halali kisha spams akazitupa nje. Mtume alijibu dhalika alwadul khafiyyu, huko ni kuua kuliko jificha. Wauaji wako wengi, makatili wanaanzia huko. Dhalika alwadul khafiyyu, hapo unaua kundi kubwa la umma, lakini kumejificha. Wewe umejificha na kitendo chako kumejificha. Maana yake nini? Tizama kuhusiana na suala la ukatili linavyokemewa katika Uislamu. Tangu mtu hajakuwa mtu, yupo katika ndumbwi kwenye spams pale, Uislamu unaanza kuambia ukizoea desturi hiyo kuua huko basi mpaka ukishakuwa na umazoea utakuja kuua wenzio. Mwenyezi Mungu atuzindue haya. Hiyo ndo nafasi ya Uislamu katika kukemea vitu kama hivyo. Haianzii hapa, inaanzia tangu kumwaga spams nje. Mle kuna mamilioni ya umma, umewaua wote wao. Tumesema dhalika alwadul khafi. Uislamu ukakemea pia ile hali iliyokuwa tangu zamani, mtu kukiua kitoto kidogo. Qur'ani ikaja wa idhal mauuda suilat bi ayi dhanbin qutilat, katika kiraa kingine bi ayi dhanbin qutilti. Siku ya kiyama yule mtoto aliouliwa hali ya kuwa ni mchanga, ndio kwanza anatoka katika tumbo la mamake, yule naye atapewa haki yake mbele ya Allah.
anaitwa mauuda, yule aliouliwa. Kuna wamama wengi sasa hivi wanajifungulia vyooni, wanajifungulia saa nyingine chumbani, mtoto anamtupa katika mashimo ya taka. Yule mtoto Mungu hamuachi hivi, anaenda kumpa haki yake siku ya Kiyama. Anamuuliza, bi ayi dhambi khutut, tuambie wewe uliuliwa kwa dhambi gani? Aseme mama yake atahukumiwa na wazee wake watahukumiwa. Qur'ani inasema wazi, la taktulu auladakum khashyata imlaqin. Sehemu nyingine imekuja la taktulu auladakum min imlaqin, msiwaue watoto wenu kwa kuogopa njaa na umaskini. Kuna watu leo anakuwa na watoto kisha anawatafutia njia ya kuwaua kwa sababu ana hofu vipi atawalea. Mungu anasema msiwaue, sisi tutawapa riziki hao na nyinyi tutawapa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja aliulizwa na mmoja katika sahaba zake, ayu dhanbin akbar ya Rasulullah, Mtume tuambie dhambi gani kubwa kuliko dhambi nyingine yoyote? Mtume alimjibu yule mtu, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ya kwanza hiyo ni kumfanya Mwenyezi Mungu anamshirika, ana rafiki au ana mwenza wake. Kufanya hivyo, hiyo ni dhambi kubwa, ilhali Mungu amekuumba. Yule mtu akamuuliza, thumma ai, kisha baada ya dhambi hiyo ni ipi inayofuata kwa ukubwa? Sallallahu alaihi wasallam akamjibu yule mtu akamwambia, antaktula waladaka khashiyata an yat'ama ma'ak, ni kumuua mtoto wako kwa kuogopea umaskini. Hiyo inayofuata. Kisha ipi? Ya tatu akasema, antuzania jarata halila tajari, ni kuzini na mke wa jirani yako. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasoma aya iko katika suratu Al-Furqan, hatuna haja kuisema hapa. Kiufupi, hotuba yangu ya leo inalenga tusiwe wakatili maanawia na wala tusiwe makatili hisia. Ukatili maanawia ni kuacha wewe ukaenda peponi, mtoto wako akaenda motoni. Hii ni maana. Kuna watu wanajiona wao sio makatili, lakini ni makatili kwa sababu hana juhudi za kumfanya mwanawe kuingia peponi. Huo ni ukatili. Anajilea mwenyewe, kama tulivyosema katika moja ya hutuba zilizopita. Kuna kutunza mtoto na kuna kulea mtoto. Kumtunza, wengi tunatunza watoto wetu, tunawavisha, tunawalisha, tunawapeleka mashule, tunawatafutia kila kitu, lakini hatuwalei kwa sababu hatuwaambii Mungu wao ni nani na Mungu anataka nini. Huku ni kutunza. Kulea ni kuhakikisha mtoto wako anamjua Mungu wake hali ya kuwa bado uko naye wewe. Hata ukifa, wa kwanza ni Mungu, wa pili ni wewe. Mwenyezi Mungu atujalie katika hao. Alafu kuna kuua au ukatili wa hisia na waziwazi, ni kama huo tunaoshuhudia hivi sasa kila siku, watu kuuana wao kwa wao, ukatili wa jinsia kwa wanawake, ukatili wa watoto wadogo. Huu ukatili unakuja nafasi ya hisia kwa sababu tushatanguliza ule ukatili wa kimaana, hatukuwapeleka watoto wetu katika maeneo ambayo watamjua Mwenyezi Mungu. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin biqadri hubbika fihi wa zinna ya maulana hubban fihi bijahi indaka farij anna ma nahnu fihi. Ilahi la nas'aluka radda al-qada'i bal nas'aluka lutfa fihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Warda Allahumma an jami'i sahabati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, minhum sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa sayyidina Umar al-Faruq wa sayyidina Uthman ibn Affan wa sayyidina Ali bin Abi Talib wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka ghafurun jawadun karimun raufur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa nakkis a'da'aka a'da' ad-din واختم لنا بخير منك ارحم الراحمين. اللهم يا ربي إنا ضمناك أنفسنا وأولادنا وأموالنا وما أنعمت به علينا ومن معنا وما معنا